chako cha nabii Isaya sura ya 30 na ule mstari wa 15. Isaya 30 mstari wa 15. Sijajua kwa nini nimetembea na Isaya karibia wiki sasa mbili leo. Nimetembea na nabii Isaya. Kuna kitu Bwana anataka afanye kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 30 mstari wa 15, Biblia inasema, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Kama unaandika, andika nguvu iliyo katika utulivu wakati wa dhoruba. Nguvu au andika nguvu ya utulivu katika dhoruba. Nguvu ya utulivu katika dhoruba. Nimesoma maneno matakatifu kutoka kitabu cha nabii Isaya. Bwana anazungumza maneno mazuri mahali hapo. Anaongea na watu ambao kuna mahali walikuwepo. Kuna mahali walikuwa wametawanyika. Kuna namna walikuwa wameenda mbalimbali. Huu ni mwaliko, anawaambia, kwa maana Bwana anawaambia, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Hao watu walikuwa mbali, walikuwa wametawanyika, walikuwa wameenda sehemu tofauti tofauti, walikuwa hawako pamoja. Mungu ili aweze kuwaokoa, kitu cha kwanza anasema pale ambapo watatii kurudi na kutulia na kustarehe, pale ambapo watatoka mahali ambapo wapo na kurudi mahali ambapo anapataka wawepo, wastarehe, ndipo atakapoweza kuokoa. Manake hao watu watakapotoka katika kuhamaki, kukimbia kimbia, kutabika tabika, kukimbia kimbia huku na kule, na watakaporudi na kustarehe, manake na kulinaksi. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu watakaporudi, ndipo Biblia inasema Bwana atawaokoa. Bwana hawezi kuokoa kumbe watu hawa mpaka wao wamerudi kwanza. Wamerudi wapi? Wamerudi katika nafasi zao. Wamerudi mahali ambapo Mungu anataka kukutana nao. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wao wametoka katika mawazo yao, wametoka katika njia zao, wametoka katika namna zao za kuwaza, warudi kwa Bwana. Ndipo Mungu anasema atawaokoa wale watu watakapokuwa wamerudi na kustarehe, watakapokuwa wamerelax. Lakini katika huo mstari nataka uone neno moja hapo, pale anaposema nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Hapo ndipo kichwa cha ujumbe kilipo. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Ndio maana nikasema nguvu ya utulivu wakati wa dhoruba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua kabisa na kwamba wakati wa dhoruba, wakati wa mahangaiko, wakati wa shida ni kipindi kigumu sana kwa kila mwanadamu. Hakuna ambaye amewahi kuzoea. Pale ambapo dhoruba zinatokea, shida zinatokea, changamoto zinatokea, hakuna ambaye amewahi kuzoea. Kila mtu hakuna ambaye amewahi kuona ni kitu cha kawaida. Lakini maneno matakatifu yanatuambia pale watu, nguvu zetu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Nguvu ya utulivu. Wakati Roho Mtakatifu ananipa ujumbe huu, alikuwa anajaribu kunionyesha mambo mengi ambayo yamesababishwa
na watu kukosa utulivu wa ndani. Utulivu leo naozungumzia ni utulivu wa ndani. Unajua, wakati wa dhoruba ni wakati wa makelele mengi. Wakati wa shida ni wakati wa kelele nyingi. Lakini kitu kimoja ambacho leo Roho Mungu anataka kufundishe ni kuhusu utulivu wa ndani. Utulivu wa ndani ni ule uwezo wa kuwa na uthabiti wa kustahimili kelele za nje na hata masumbuko ya ndani. Ule uwezo wa kustahimili kelele za nje na hata masumbuko ya ndani. Uwezo wa kuweza kustahimili zile kelele ambazo zinakuwa zinaendelea nje, ile hamaki inayokuwa inaendelea nje, kule kuhaha kunapokuwa kunaendelea katika maisha kwa sababu ya matatizo na shida ambazo zipo nje. Ile kuhaha ambako kuna kuwepo, ile hali ya hofu, hali ya mashaka, hali ya wasiwasi ambayo inatengenezwa na zile shida na dhoruba ambazo mtu anaweza akawa anapitia. Sasa ule uwezo wa kuweza kustahimili na ukadumu kwa Mungu, sasa ule uwezo ndio unaozungumzia ambao ni utulivu wa ndani. Kuna utulivu wa nje na kuna utulivu wa ndani. Watu wengi wanahangaika na utulivu wa nje, lakini kitu ambacho leo nataka ujifunze, utulivu wa ndani ni bora zaidi kuliko nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni katika utulivu wa ndani ndipo tunapoweza kusikia sauti ya Mungu. Ni katika utulivu wa ndani ndipo tunapoweza kuyajua yale ambayo Mungu anataka tufanye katikati ya dhoruba. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika kupata utulivu wa ndani ndipo tunapoweza kujua njia ya kupita wakati nje kuna kelele nyingi, wakati nje kuna changamoto nyingi, wakati nje watu wapo wanakimbia na kutetemeka. Usipokuwa na utulivu wa ndani, nisipoutafuta utulivu wa ndani, ni rahisi sana kutoka nje ya mstari. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nisipokuwa na utulivu wa ndani, ni rahisi sana kutoka kwa Mungu, kwa sababu ushindi wetu hautokei nje. Ushindi wetu unatokea ndani, na Mungu tunayemwabudu ni Roho. Mungu tunayemtumikia anatokea ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani kitu anachokitafuta kwenye maisha ya watu wa Mungu katika nyakati hizi za uovu ni kuwatoa katika utulivu wa ndani. Hakuna vita iliyo na nguvu kama vita ya ndani. Mwambie jirani yako, hakuna vita iliyo na nguvu kama vita ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita ya ndani inakutafuna mwenyewe kwa mwenyewe, yaani wewe mwenyewe ndani kwa ndani unakuwa unapigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utulivu wa ndani ni kitu cha muhimu sana. Utulivu wa ndani ni njia ya kuweza kusikia sauti ya Mungu. Utulivu wa ndani ni njia ya kumfanya mtu aonekane amekomaa kiroho. Haleluya. Ni kati ya ishara ya ukomavu wa kiroho, utulivu wa ndani. Mwambie jirani yako, ni ishara ya ukomavu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambapo nje watu wote wanaogopa na kukimbia, alafu wewe nao upo katikati ya hizo dhoruba, nawe upo katikati ya hizo shida, upo katikati ya hizo shida za ndoa, za uchumi, za kila aina matatizo, alafu watu wapo wanahamaki, wapo wanakimbia, wapo wanakuwa na hofu na woga, wapo wanatafuta msaada huku na
wewe ni mtu hatari sana katika ulimwengu, kwa sababu shetani kitu anachokitafuta kwenye maisha ya watu ni kuwatoa katika utulivu wa ndani, kwa sababu anajua kati ya silaha kubwa ya kumfanya shetani aweze kuanguka ni mtu ambaye ana utulivu wa ndani. Mtu yoyote ambaye amebarikiwa, amepewa neema ya kuwa na utulivu wa ndani, si mtu wa kawaida katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa sababu ni kati ya sehemu ambayo mtu akiharibika, mtu akivurugwa, hakuna kinachoweza kuendelea katika maisha yake ya kawaida. Mtu akiharibiwa ndani, mtu akivurugwa ndani, ni rahisi sana kutoka kwa Mungu. Na shetani anajua ya kwamba akiharibu utulivu wa ndani kwa mtu, ni rahisi sana kutoka. Leo hii tuna watu wengi ambao kwa sababu ya ukosefu wa utulivu wa ndani wamejikuta wanaambatana na watu ambao sio sahihi. Kwa sababu ya ukosefu wa utulivu wa ndani tumejikuta tunaingia kwenye mitego ambayo hatukutakiwa kunasa. Kwa sababu ya ukosefu wa utulivu wa ndani tumejikuta tunaishi maisha ambayo si ya kwetu. Naongea na kanisa. Haleluya. Kuna mahali ambapo Mungu alikuwa ametuandalia, lakini kwa sababu tumetoka katika utulivu wa ndani, kuna ambapo njia sahihi ya maisha yetu liko. Kwa hiyo tunapotolewa katika utulivu wa ndani, ni rahisi sana kukutana na yoyote na akatupepea na akatupeleka popote. Mwanadamu akikosa utulivu wa ndani, kuna mambo mengi katika maisha yanaharibika. Mwanadamu akikosa utulivu wa ndani, kuna vitu vingi vinakosekana kufanyika kwenye maisha yake. Sema utulivu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Utulivu wa ndani, zile hofu, yale mashaka, ile shida ambazo zinakuwa zinampelekea mtu katika hofu na kuogopa na kukosa hali ya utulivu. Mungu anazungumza katika Isaya, nguvu yenu itakuwa katika kutulia na kutumaini. Kumbe utulivu ni nguvu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Utulivu ni nguvu katika ulimwengu wa roho. Mtu ambaye amepata neema ya kuwa mtulivu si mtu wa kawaida. Ni mtu ambaye ana uwezo wa kuzamishwa katika misingi iliyo bora. Mtu ambaye ni mtulivu katika roho ni mtu ambaye anaweza kupanda katika vilele vya milima ambavyo wengine hawawezi kupanda. Naongea na kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utulivu ndani. Ulimwengu na makelele mengi. Dunia ina makelele mengi. Hata maisha yako yana makelele mengi. Na hata maisha yangu mwenyewe yana makelele mengi. Lakini ili niweze kulipata neno, ili niweze kupata njia ya kutoka katikati ya hizi dhoruba, utulivu wa ndani. Ni katika utulivu wa ndani ndiko tunapoweza kumsikia Mungu. Mungu hazungumzi katika makelele. Mungu hafanyi kazi na watu wenye makelele nyoyoni. Haleluya. Amen. Kwa maana tunaposema utulivu wa ndani ni ndani ya moyo wako. Maana sio ukajiuliza ni kitu kingine kipya. Ni ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu hawezi kuzungumza wakati mwili una kelele nyingi. Kwa sababu Mungu hata akizungumza wakati mwili una makelele mengi, huwezi ukasikia. Mungu akinena wakati sauti ya mwili iko juu sana, ni ngumu sana kusikia. Na ndio maana Mungu anasubiri wakati ambapo utakuwa na uwezo wa kustahimili na kuwa
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo makelele ya mwili kama yako juu, Mungu akizungumza ni ngumu sana. Mungu huwa anasubiri kwanza tuwe na uwezo wa kuwa na utulivu, na anayeweza kusababisha utulivu ni wewe mwenyewe. Mwambie jirani yako, wewe mwenyewe kwanza. Haleluya. Pamoja na kwamba tutamuomba Mungu atupe roho ya utulivu, lakini hata wewe mwenyewe kuna wakati unahitaji kujipa utulivu. Wakati ambapo kila kitu kimeharibika, wakati ambapo kila mtu hakuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo ukiangalia hichi hakisomeki, hakieleweki, unachohitaji ili uweze kutoka hapo ulipo, unahitaji utulivu wa ndani. Kwa sababu nikisema utulivu wa nje, utulivu wa nje unaweza ukawepo, lakini kama una utulivu wa ndani ikawa ni sifuri. Nikupe mfano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza ukataka kwenda kuomba, labda kuingia kwenye maombi, alafu kukawa labda watoto hapo wanacheza nini wanapiga kelele. Kaambia watoto ondokeni, nataka kuomba. Ni mfano. Maana unahitaji nini? Utulivu. Huo ni utulivu. Unaweza watoto ukawatoa katika chumba chako, unataka kuomba. Zile kelele za nje zimeondoka, ila ndani bado pakawa panazungumza. Unanielewa? Ndani bado pakawa pana makelele. Ndani bado pakawa pana mambo mengi yanaendelea. Hilo ukitaka kuomba maombi hayaendi. Nini ambacho kipo? Umefanikiwa kutulia kwa nje, umefanikiwa kupata mazingira ya utulivu, lakini hujafanikiwa kutengeneza mazingira ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kitu ambacho kinatafutwa kwenye maisha yetu, ni kutolewa katika utulivu. Nimefurahi sana mtumishi wa Mungu aliyehubiri asubuhi kwamba nje kunaweza kukaa kunaongea mengi, nje kunaweza kukaa kunaendelea mambo mabaya, lakini unaweza ukajikuta na wewe ukalia kama watu wengine wanapolia, na Mungu yupo ndani yako. Ili uwepo tofauti kati ya ulimwengu na mbingu, lazima mbingu iwe na utulivu kwa ajili yako. Lazima roho yako iwe na utulivu ili uweze kusikia Mungu anasema. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Mungu sasa hivi kitu ambacho anakitafuta ni kuwarudisha watu ndani. Mungu anatafuta watu warudi ndani, warudi roho. Kwa sababu Mungu yupo analiandaa kanisa lake. Naongea na watu leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wakati analiandaa kanisa lake, lazima litoke nje lirudi ndani. Kama nilivyosema Jumapili iliyopita, wakati ambapo ulimwengu unalia na wewe ambao una Mungu unalia, nini kitakacho tutofautisha? Kwa sababu wewe unategemewa kuleta majibu. Ongea na kanisa. Amen. Mimi na wewe tunategemewa kuleta majibu. Hatuwezi kuleta majibu kama na sisi hatuna utulivu wa ndani. Kwa sababu anayetupa majibu ya yale matatizo yanayoendelea ni Mungu. Maana tukikimbizana na sisi na dunia, hatuwezi kuvichukua vile ambavyo Mungu anataka tuvilete kwa ajili ya ulimwengu. Na hichi ndicho ambacho kinaendelea kwa watoto. Nasi tumekuwa watu wenye kukimbia. Nasi tumekuwa watu wa kusongwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tumekosa utulivu. Yakitokea mambo mabaya, zikitokea taabu, zikitokea shida, tunahisi kana kwamba Mungu ametuacha. Lakini tusichokijua ni kwamba Mungu anachotaka ni tutengeneze utulivu, tuwe sisi majibu hata kwa wengine. Haleluya kanisa.
sema mimi nijibu kwa wengine katika jina la Yesu. Mimi nijibu kwa wengine katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu anatutaka tuwe majibu. Tuwe majibu kwa ajili ya familia. Tuwe majibu kwa ajili ya ndoa ambazo zimeharibika katika ulimwengu. Haleluya. Tuwe majibu kwa ajili ya watu ambao wanahangaika. Hatuwezi kuyapata majibu kama nasi tunahangaika kama wao. Natamani unielewe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuyachukua majibu, hatuwezi kuwapelekea majibu kama na sisi tuna haha. Kwa maana inawezekana wao hawajaipata neema. Inawezekana wao hawajarudi huku. Maanake wewe ambao Mungu amekupa neema, wewe ndio mbingu zinakutazama. Mungu ana kanisa leo. Wewe ambao tayari uko katika ndoa na ulimwengu una elimu nyingi kuhusu ndoa. Wewe tayari uko katika kazi na watu wana mambo mengi kwa ajili ya kazi hizo. Wewe ambao uko katika magonjwa na watu wana mambo mengi kwa ajili ya magonjwa, pressure, sukari na kila kitu. Mungu anachotaka ni ili uweze wewe kufanyika baraka, lazima wewe kwanza uwe na utulivu wa ndani. Mungu hazungumzi na watu walio juu. Mungu anaweza kama anazungumza lakini unaweza usisikie. Mungu huwezi ukamsikia ukiwa juu. Na ndio maana Yesu kati ya neno ambalo nilisema katika Yohana 8:31 aliwaambia, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Wanaokaa ni watu wenye utulivu. Watu wanaoweza kufanyika wanafunzi wazuri ni watu watulivu. Ni watu watulivu. Mwanafunzi ili aweze kuwa mwanafunzi lazima akae. Lazima atulie. Hatuwezi kumwelewa Mungu kama tuko juu. Tuko kwenye kizazi ambacho kinataka vitu vya juu. Naongea na watu leo. Tuko kwenye ulimwengu ambao watu wanataka akiomba leo kesho apokee. Tuko kwenye kizazi ambacho kina spidi kuliko hata. Bwana Yesu asifiwe. Hakina utulivu. Ukiwasoma baba zetu wa imani waliotutangulia walikuwa watu watulivu. Naongea na kanisa. Mama zetu waliotutangulia walikuwa watu watulivu. Huwezi ukavipokea vitu vilivyo bora kama una utulivu. Huwezi ukaleta mambo mapya kama una utulivu. Watu wenye utulivu ndio wanaoweza kudrive, wanaoweza kusafiri umbali mrefu mno. Watu wenye utulivu wa ndani ndio wanaoweza kuchota vitu ambavyo wengine hawajavifikia wakavileta. Inawezekana likawa somo gumu, lakini Bwana akusaidie. Haleluya kanisa. Watu wenye utulivu ndio wanaochukua vitu kutoka mbali. Na Mungu hao ndio anaowatafuta. Kwa nini? Kwa sababu katika hao anawekeza mambo mengi ndani yao. Yaani investment ya Mungu ipo ndani ya watu watulivu. Watu wenye moyo wa utulivu. Mungu anawekeza vitu vingi. Lakini watu ambao wako juu, watu ambao wanakimbizana, watu ambao hapo utulivu na uzungumzia naweza ikawa nje ikawa ndani, lakini natamani unielewe. Haleluya. Hata ukiwa ni juu katika mwili kuna vitu huwezi kuvitengeneza vizuri, ni kweli?
tunapika na wazazi wetu, anakwambia ukiwa unapika kaa jikoni. Nani imefundishwa hivyo? Amen. Ni kweli? Yes. Anakwambia kaa jikoni, angalia chakula, maji yakisha weka. Lakini leo, angalia leo, paka unaunguza na unakimbizana. Bwana Yesu asifiwe sana. Chuchu, mtu ambaye amekaa jikoni, tule tulifahamu. Amina. Mtu ambaye amekaa jikoni, yupo anapika. Ni rahisi sana kuwa na uangalizi mzuri wa chakula. Si kweli? Yes. Maji akisha akiona kwamba hiki kimekaja, atakirusha, atakifanya hivi, ili mradi nini kikive vizuri. Lakini maji umekibandika afu unaondoka umeenda zako, umeenda kufua. Nasema kitaiva huko mbele ya safari, utakuza vitu vimeungua au sisi kwa kilugha chetu tunasema vimeramba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani chakula kimeiva nusu hakijaiva, kimeramba. Haleluya kanisa. Watu wenye utulivu ndio wanaopata vitu vilivyo bora. Na Mungu anataka lirudishe kanisa lake katika utulivu wa ndani. Kwa sababu watu wengi wanapotea kwa sababu ya kukosa utulivu. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, si maarifa tu, bali wamekosa utulivu pia. Na kwa sababu wamekosa utulivu, wanachukuliwa na yeyote. Shetani anawawinda kila saa. Anawasubiri wale ambao wapo wanaruka tu. Hao ndio wakamate. Naongea na watu leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatafuta kanisa ambalo litakuwa na utulivu. Daudi anasema nitakaa katika nyua zako, Bwana wangu, katika utulivu. Anasema nafsi yangu ungojee Bwana. Kungojea Bwana ni utulivu. Huwezi ukamsubiria Bwana kama una utulivu. Ndio pale ambapo Petro anasema zitafika nyakati ambazo watu watasema tangu tumemsubiri Bwana hatujamuona, tuendelee na maisha yetu. Utulivu. Kwa sababu katika utulivu utazaliwa tu uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Bwana. Haleluya watu wa Mungu. Huwezi kuvijua vitu vingi. Hatuwezi kujua siri za Mungu kama hatuna utulivu. Kuna watu wengi wanatamani kumjua Mungu. Kuna watu wengi wanasema natamani nijue Mungu. Natamani nijue Mungu anafanyaje kazi. Hatuwezi kumjua Mungu kama tuko juu. Unabarikiwa au umenuna? Amen. Haleluya. Amen. Hatuwezi kumjua Mungu tukiwa juu. Mungu hayupo katika hali ya juu. Mungu amejificha. Angekuwa juu kila mtu angekuwa anamuona Bwana. Ni kweli eh? Mungu anakutana na watu kwenye mioyo ya utulivu. Katika maisha yako, tafuta wakati vita zinapiga nje. Wakati mazingira hayaeleweki. Wakati vitu vingi havisomeki. Jitahidi sana kulinda utulivu kwa ndani. Kwa sababu kinachotafuta ni hicho. Utoke kwa uanze kukimbizana. Leo hii tuna watu wengi ambao wanakimbizana. Wanakimbizana na dunia. Wanakimbizana na mafundisho ya ulimwengu. Hawana utulivu. Huwezi kujengewa misingi mizuri ya kiroho kama pia hauna utulivu. Mnanielewa watoto wangu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi. Hata sisi tunaotuona tunasimama hapa kuhubiri, tulitokea kwenye waumini kule. Tulikuwa tunakaa. Tulikuwa tunafundishwa. Tulikubali kufundishwa. Tulikubali kutulia. Ndio maana na Yesu anasema mkikaa mtakuwa wanafunzi. Hakuna anayeweza kufanyika mwanafunzi kama hakai, kama ana utulivu. Na hakuna anayeweza kujua kweli ya Mungu kama ana utulivu.
Siku moja Yesu akapanda chombo akiwa na wanafunzi wake, akamwambia tuvuke twende ng'ambo. Wakati wapo wanaelekea ng'ambo, katikati ya bahari kukatokea dhoruba. Chombo kikapigwa maji, kikaanza kujaa maji. Bwana Yesu asifiwe. Wakina Petro wakaanza kuhaha, wakaanza kupiga makelele. Hii ni kweli ilikuwa ni Yesu na wanafunzi wake. Hii ni kweli. Sasa hii inaigeuza iweke rohoni. Wakina Petro walianza kupiga makelele, wakaanza kuchota maji wanatoa, kwa sababu hakuna ambaye amewahi kuzoea dhoruba, hakuna ambaye amewahi kuzoea mateso, hakuna ambaye amewahi kuzoea changamoto. Hakuna. Zinaumiza, zinakatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili tuweze kuvuka ni kupata utulivu. Wakati wapo na hao wanakimbizana, baadaye wakasema hivi, Yesu, huoni kwamba tunaangamia? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakamwambia, huoni kwamba sisi tunaangamia huku? Utafikiri Yesu yuko sehemu nyingine tofauti na wao. Yaani wao wanaangamia, Yesu angamia. Haleluya. Yesu alipoamka halikuwa na majibu kwa ajili ya bahari. Hakuwa kama akina Petro. Huyu ni Yesu katika ubinadamu. Haleluya kanisa. Amen. Hakuwa kama akina Petro, kuhamaki na kukimbizana. Biblia inasema Yesu alikuwa amelala, amepumzika, ametulia. Lakini sio kijua Yesu alikuwa anawaona nini kinaendelea. Anasubiri akina Petro. Ukisoma vizuri utaona kule mbele Yesu anawakemea. Kwa nini nashindwa kuwa na imani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anajua huo uwezo upo ndani yao, bali walichokosa ni utulivu wa ndani. Yesu hawezi kuwakemea kama ana uhakika kwamba majibu yao yapo ndani yao, kwa maana alikuwa ameshawafundisha vitu. Walijua hata hili wanaliweza. Ukiona mwalimu anamchapa mwanafunzi, maana kuna kitu hicho ameshamfundisha, halafu hajakifanyia kazi, kwa maana anafanya namchapa. Wewe unamchapa mwanafunzi kama hujamfundisha vitu. Haleluya kanisa. Unamchapa na hata hujamfundisha. Ile kaje hiyo? Hiyo sasa ni uonevu. Kwa hiyo Yesu anamwambia mmekosa imani. Kwa sababu najua hili liko ndani ya uwezo wenu. Mlichokosa ni utulivu. Mmeangalia bahari baada ya kupata utulivu wa kuyapata majibu. Kwa sababu majibu yako ndani, yapo katika utulivu. Ndio maana Yesu alipoinuka tu akasema swali kuu, alikuja na majibu. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hautakiwi kulia kama wengine wanavyolia. Unahitaji kuyatafuta majibu, kwa sababu Mungu anaamini majibu yapo na anawezekana. Unaweza kupata. Bahari ukawa swali kuu. Wakamshangaa, imekuwa kwaje? Anaambia inawezekana. Ni nini tu umekosa? Utulivu. Mngepata utulivu, mngekuja na majibu ya hii bahari. Na sisi tukipata utulivu, tunapata majibu ya matatizo yote tuliyo nayo. Naongea na kanisa leo. Amen. Tunapokea majibu ya shida tulizo nazo. Shida unaipitia haijakosa majibu. Mwambie jirani yako haijakosa majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuhakikishia hiyo shida haijakosa majibu. Amen. Majibu yapo. Amen. Ila nani atakayesababisha mpaka majibu yao?
katika kuogopa, hayawezi kutokea katika kuhamaki, hayawezi kutokea katika kukimbizana, yatatokea katika kutulia. Utakapotulia, lipo njia, lipo neno utalisikia. Ukilisikia neno, lile neno limebeba majibu. Lile neno limebeba njia. Bahari ya Shamu wana walikuwa wamefika. Biblia inasema mbele wanaona Wamisri, nyuma wanaona Misri, mbele wanaona bahari. Sema dhoruba. Sema tena dhoruba. Sema tena dhoruba. Mbele wanaona bahari, nyuma wanaona Farao na jeshi lake. Inawezekana na wewe uko hapo hivi ninavyohubiri, na uko hapo, huoni mwelekeo, huoni njia. Hili neno ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wameona mbele hawaoni majibu, nyuma hawaoni majibu, Biblia inasema wakaanza kulia. Kwa nini? Hakuna mambo yawahi kuzoea dhoruba, changamoto, hakuna. Walianza kulia, walianza kupiga mayowe, wakamwambia Musa, umetuleta ili tuangamize hapa? Imekaaje Musa? Musa alipata majibu katika utulivu. Ndipo Mungu anamwambia Musa, una nini? Inawezekana hata Musa fimbo alikuwa nayo, lakini zile kelele zinakuchanganya, unajikuta unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana fimbo unaweza ukawa nayo, usipokuwa na utulivu, hiyo fimbo haiwezi kukusaidia, kwa sababu ni mpaka usikie Mungu anasema nini. Biblia unayo, ni maneno mengi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ugonjwa ukawepo ndani yako, neno la uponyaji lipo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni fimbo ya kuichapa ile bahari. Lakini Mungu anasema nini? Ili uweze kuyapata majibu ni katika utulivu. Ndipo Mungu anamwambia Musa, Mungu analia sasa Musa. Haleluya kanisa. Mungu anamwambia Musa, Mungu analia. Una nini Musa? Nina fimbo. Akamwambia hiyo watavuka. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta kuwa na utulivu wa ndani. Pamoja na dhoruba zote, pamoja na changamoto zote ambazo unaweza unapitia, isikutoe katika utulivu wa ndani. Isiuvuruge moyo wako. Kwa sababu wanaomuona Mungu ni wenye utulivu. Katika Mathayo 5:8 Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Wanaomuona Mungu ni wenye moyo safi, moyo wenye utulivu. Naongea na kanisa. Moyo wenye utulivu ndio watakamuona. Si wale wanaoomba tu, si wale wanaokuja kanisani, si wale wanaotoa sadaka, bali wenye moyo. Na anaposema kumuona Mungu, wengi tunasubiri ile siku umekufa ndio umemuona Mungu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaweza ikawa B yake. Ni ile hali ambayo upo katika changamoto, upo katika mambo magumu, na ukapata utulivu na ukalisikia neno la kukutoa hapo. Wewe umemwona Bwana. Ukalisikia neno la kukuvusha, ukalisikia neno la kukupa maelekezo upite wapi. Unamwona Bwana. Maana ameingilia kati shida yako. Amekutoa mahali ambapo ulikuwa wewe huwezi kutoka. Amekuinua mahali ambapo ulikuwa unadidimia. Amekunyanyua mahali ambapo ulikuwa
unaanza kumuona Bwana. Mwambie jirani yako hapa wakati naishi. Naanza kumuona Bwana. Haleluya. Kwa sababu ukiwa umefungwa ukafunguliwa, wewe umemuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na njaa Bwana akakulisha, wewe umemuona Bwana. Ulikuwa katika shida, Mungu akakutoa, umemuona Bwana. Kwa sababu kwa matendo yake tu tayari umemuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo safi, wenye moyo watamuona, wenye utulivu. Kwa sababu moyo wenye utulivu ni moyo wenye amani pia. Amina. Amina. Kwa sababu utulivu pacha lake pia ni amani. Amani. Kwa maana Yesu akamwambia amani ya Kristo ya moyoni mwenu. Paulo akamwambia amani ya Kristo ya moyoni mwenu. Amani. Utulivu na amani ni mapacha, wanaenda pamoja. Moyo ambao una vurugu ndani hauwezi kuwa na amani. Unanielewa? Unanielewa vizuri? Moyo ambao una vurugu nyingi, una mambo mengi, una misuguano mingi, hauwezi kuwa na amani. Ila kwa kuondoa makorokoro yote na kuruhusu Mungu atawale, amani ndipo naweza ikatawala. Ndipo mtu anaweza akawa na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kuna mambo kama matatu hivi ambayo yatakusaidia. Matatu ni ya faida juu ya utulivu, na matatu pia ni namna gani watu wanapoteza utulivu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya eneo ambalo lina faida kubwa sana juu ya utulivu wa ndani ni uwezo wa kuipata nguvu mpya. Unapokuwa au unapopata neema ya kuwa na utulivu wakati wa dhoruba, wakati watu wamekucheka, wanakudhihaki, wakati mambo hayasomeki, hayaeleweki, faida moja wapo ni uwezo wa kuipata nguvu mpya. Nguvu mpya uwezo ukaipata kama una utulivu wa ndani. La sivyo utajikuta unatembea katika mambo yale yale. Utajikuta unazunguka pale pale. Lakini katika utulivu, maana hii nguvu mpya utaipata baada ya kusikia neno ambalo litakupa nguvu. Ndio maana katika Isaya 43 mstari wa 30 anasema wale wangojeo Bwana watapata nguvu mpya, wataruka juu kwa mbawa kama tai, watapata nguvu mpya. Unaupokea uwezo mpya ndani yako. Mtu ambaye anakuwa na utulivu ni rahisi sana kuipata nguvu mpya ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amezunguka pale pale, amekaa mahali pamoja, amechoka, haoni mwelekeo, haoni pa kwenda. Lakini anapopata utulivu wa ndani, kuna neno ambalo atapewa, na lile neno litaizalisha nguvu mpya ndani yake. Afu yule mtu atapiga hatua, ataziendea hatua zake, ataona wapi ambapo alikuwa anatakiwa wewe. Nguvu mpya inazaliwa ndani ya mtu ambaye ana utulivu. Mwambie jirani yako, nguvu mpya inazaliwa ndani ya mtu mwenye utulivu. Ukiona watu kila siku wanapata vitu vipya, ukiona watu kila siku wanadumu katika kuomba, kama ukiomba katika hali ile ile, maombi yale yale, nguvu ile ile itachoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuipokea nguvu mpya unapata vitu vipya. Na vile vitu vipya vikija ndani yako vinakupa hali ya kuwa na shauku ya kuendelea. Jamani, kitu kimoja huwa
inatosha. Ni kweli? Wamechukia eti. Haleluya. Kitu kimoja, hali moja, mambo mamoja yale yale huwa yanachoka. Lakini akipokea nguvu mpya, unapiga hatua. Hauwezi ukakaa vile. Mtu mtulivu ni mtu anayepokea nguvu mpya. Na nielewa vizuri? Ni faida ya utulivu. Na leo nakuhamasisha katika jina la Yesu, uwe na roho ya utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaupokea uwezo mpya. Ndio maana sema watapata nguvu mpya. Maanake hao watu walikuwa wamechoka. Kuipata nguvu mpya maanake hao watu kuna mahali walikuwepo. Kuna sehemu walikuwa wametulizwa. Kuna sehemu walikuwa wamekamatiwa. Lakini kwa sababu ya uwezo wa utulivu na neno la Mungu likachiliwa ndani yao, wameipokea nguvu mpya ya kuendelea. Ni mara ngapi tunafanya mambo yale yale? Ni mara nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Nini kinachotukwamisha? Ni utulivu wake. Mungu ana vitu vipya kila siku. Mungu ana nguvu mpya kila siku. Mungu ana hatua mpya kila siku kwa dunia. Ila kwa wenye utulivu ndio anaopokea. Sema Bwana Yesu, nisaidie kuwa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini faida ya pili ambayo watu huipokea wakati wakiwa katika utulivu ni kuto kusombwa na kila aina ya elimu. Kuto kusombwa na kila aina ya elimu. Kuna watu jamani, mioyo yao inapeperushwa. Tuna watu katika ulimwengu ambao kila elimu inamtoa. Kila elimu inamvuruga. Na ulimwengu tujue kwamba una elimu nyingi. Amina. Amina. Sasa hivi karibia kwenye mtandao kila mtu ni mwalimu. Ni kweli? Yaani watu wote sasa hivi ni walimu. Watu wote ni walimu. Kila mtu anafundisha habari za ndoa, huyu anafundisha habari za biashara, huyu anafundisha habari za nini. Kama una utulivu, hutachuja na hutajua ukweli. Elimu ni nyingi. Na kama kuna kitu ambacho shetani anakifanya na anachochea, huwa anakuleta elimu nyingi. Watoa watu katika utulivu wapotee. Kwa sababu kinachoweza kumuinua mtu ni elimu. Na kinachoweza kumwangusha mtu pia ni elimu. Unasikia nini? Unaona nini? Inakutoa. Elimu ni nyingi katika ulimwengu. Tusipokuwa na utulivu wa ndani, tutapeperushwa na kila aina ya elimu. Wanasema zipo hata elimu za mashetani. Zipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mtu huna hali ya utulivu, kwa sababu nimekwambia katika utulivu kwa Bwana ndipo ambapo utachanganua kipi kilicho sahihi na kipi ambacho si sahihi. Wapi ambao ni kweli, wapi ambapo ni uongo. Shetani amejitengenezea na watumishi wake katika ulimwengu. Na nielewa vizuri. Kwa sababu tangu zamani litabiriwa watatokea. Utawajuaje kama una utulivu? Huwezi kujua. Wanafanya miujiza, wanatabiri, wana ishara. Utawajuaje? Elimu ni nyingi. Leo ukikaa hivi unaambiwa ili mume wako akupende, mtengeneze chapati, mtengeneze mandazi, muandalie, piga magoti, ukienda unamuzika. Unasikia hiyo elimu? Mama watu anakimbizana na ile elimu, anaenda anafanya. Jamaa anagoma. Habari. Elimu za ulimwengu
mtapumzika, mtu atakuangalia. Atakwambia tu hapo. Haleluya kanisa. Yupo muasisi mmoja wa ndoa. Kila mtu anahubiri experience zake. Haleluya kanisa. Kila mtu anahubiri kila ambacho amekutana nacho. Mtu mmoja kaingia kwenye ndoa mwaka wa kwanza akaandika kitabu. Ndoa ni nzuri, ni paradiso. Watu wote tuingie kwenye ndoa. Imefika miaka 5. Akatafuta tena kitabu kingine anaandika, jamani ndoa ni kuvumiliana, lazima tuvumiliane. Kitabu hicho kinaendelea kuongezeka. Imefika miaka 7-8, asema jamani hakuna kuoana wala kuolewa, kila mtu aendelee na maisha yake. Jamani huku msinge kunatisha. Msahau wewe ulituambia kwamba ni paradiso. Nini kilichotokea? Utulivu. Yes. Wanashukulia watu vitu vidogo. Nimependa mtumishi mmoja akasema, nilimwambia Mungu nitaandika kitabu kuhusu ndoa, nitafundisha kuhusu ndoa baada ya miaka 5. Leo tuna walimu ambao wa ndoa wana miaka 2 katika ndoa. Waambia kaa hapa nikufundisha ndoa ni paradiso. Napanga miaka kadhaa. Kwa sababu ile ya kwanza ni ile ya paradiso. Maana Yesu asifiwe sana. Alafu uko mbele mtu anakuja kututisha. Jamani mpaka mwisho sasa hivi unakuta mabinti asema ni heri nipate tu katoto kangu mimi. Sasa unapataje katoto bila kuolewa wewe? Hapo katoto nakatoa wapi? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mmekuwa takatifu sana. Ipungieni mkono. Haleluya. Sasa hivi tuko kwenye dunia ambayo wamesikia elimu hizi na hizi na hizi zimewachanganya watu. Mwisho anasema mtu, heri nipate katoto kangu tu. Wewe katoto nakapata wapi? Utakanunua? Bikira Maria. Basi ametusaidia. Hata ni Bikira Maria. Ni Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukianza kufuatilia nini kilichoharibu elimu, watu wamekosa utulivu wala. Kwa hiyo mwisho wa siku kila mtu anakutisha. Ukiingia huku ni vita. Alafu mtu anakuambia ni vita, hatoki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, elimu zinaweza kuwatoa watu katika focus. Unaweza ukawa huko kanisani, akatokea mmoja tu, katoka kusiku, katumwa. Naongea na watu leo. Katumwa kutoka kusiku. Akasema naona prophet sana kuhubiri. Mwangalie vizuri. Kila kuhubiri ananishika hapa. Unashangaa watu wote wako tension baba na kuangalia. Atashika wapi? Mbona bila kushangaa kanisa zima watu wameshamezeshwa vitu vya ajabu. Ndio vinafanyika. Kanisani. Hivi unajua hofu ndio uwezo wa kutengeneza hadi jini na pepo. Hofu. Siku moja nimekaa pale nyumbani peke yangu kwenye giza, nikaanza kutengeneza sema huyu ni mtu kwa kweli. Natafuta kukimbizana. Kumbe ni mtu tu. Hofu. Ndio wengi tunakimbizana hofu, tunatengeneza mambo. Mimi nimewahi kuona katika makanisa mpaka yanaharibika. Watu wote wanaanza kukaa kumchunguza mchungaji, kila akihubiri anashika hapa. Sasa ukihubiri ukishika hapa ndio nini? Watu wanajikuta wamemezeshwa. Alafu watu watakatifu wa Bwana wanakaa na kuangalia. Atajishika leo. Amejishika hajashika. Hakuna kinachoendelea. Ukihubiri neno watu waelewe. Kumbe watu wameshamezeshwa sumu za ajabu. Huwezi ukapeperushwa. Hata mtu akaja akakwambia kitu
hawajakomaa. Hawajakomaa. Ni rahisi sana kupeperusha na chochote. Upepo wote ukija katika mti ambao hauna mizizi iliyo mizuri, haina stamina, ni rahisi sana kupepea na kuvunjika. Leo tuna makanisa ambayo yana msingi ule imara. Mtanisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha leo nikuhubirie unielewe. Tuna makanisa ambayo yana msingi imara, na watu wamekosa utulivu, wameshindwa kutengenezewa msingi. Ndio maana kila wakati chochote kwake kinaweza kampeleka. Elimu yoyote inaweza ikampeleka. Maneno yoyote yanaweza kampeleka. Naongea na watu leo. Kampeleka. Katika mwili unaweza kuwa unaonekana ni shujaa, uko vizuri, lakini huna stamina za kiroho. Elimu yoyote ikija ni ya kwako. Na nimeshangaa kuna watu ambao wanajiambia hivi, mimi popote ni kanisa langu, nitaingia kasari, popote ni church, mimi nakusaidia leo. Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Kuna wakati unahitaji baba mmoja wa kiroho achunge roho yako. Kwa sababu hao wanakesha na kulia kwa ajili ya roho yako. Hawa ndio watakaotoa hesabu juu ya roho yako. Wewe ukasema nitaenda popote. Nimeona kwenye mtandao kijana anasema hakuna hata vya baba wa kiroho. Nasema wewe ungekuwa karibu na mimi, ningekuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa Mungu anamtokea Musa, anamwambia Musa, nimekuita leo wewe ukawatoa watu wangu. Musa anamwambia wewe ni nani? Anamwambia mimi ni baba yako. Ni baba wa mababa zako. Baba yako Ibrahim, baba yako Isaka na Yakobo. Ni Mungu wa mababa, anawajua mababa. Anatambua uwepo wa mababa. Bwana Yesu asifiwe. Wamepewa mandate. Wamepewa fimbo ya kutuchunga. Hawa ndio watakaolia kwa ajili ya roho yako. Ukisema mimi popote tu ni church, ni uongo. Maana utapeperushwa na chochote. Utakuwa na stamina za kiroho. Unanielewa? Amen. Mmenichukia. Nampenda Yesu. Amen. Pigie Bwana makofi mazuri. Usiseme ati vyovyote tu. Hichi ndicho ninachokizungumza. Watu wanaopeperushwa na kila elimu za uongo ni watu ambao wana stamina za kiroho. Kwa nini? Hawana utulivu, hawajajengea msingi wa kiroho. Unapookoka lazima ujenge msingi wa kiroho. Lazima uukulie wokovu. Wokovu ni vita. Wokovu ni mapambano. Umetoka kwa shetani, umekuja kwa Mungu, shetani anakutafuta. Usipopata watu sahihi watakao kuchunga roho yako na kukusaidia, utapotea. Na Mungu anafurahia sana akiona roho ya mtu imeokoka, imeokolewa. Mungu anaumia akiona mtu mmoja amepotea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kaja duniani. Kwanza nisianze na Yesu, nianze tu na Yohana. Alikuwa na wanafunzi. Alikuwa ni baba. Alikuwa anawalisha. Alikuwa anawafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Wawezeni kushinda katika ulimwengu uliojaa kila aina ya changamoto. Yesu amekuja, alikuwa na wanafunzi. Amekuwa baba. Usiseme nipo popote tu, nipo tu. Na haya ni maneno ya watu wengi sana katika dunia. Mimi nakusaidia wewe unanisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usiwe wewe, lakini yeye yule anayenisikiliza, Mungu amsaidie pia.
lazima awepo. Atakayelipa gharama kwa ajili yako. Lazima awepo Musa atakayepanda mlimani na kumlilia Bwana kwa ajili ya taifa la Israeli. Sasa ukisema mimi nipo popote nitaenda, roho yako nani atakayeangalia? Nani atakayeumia? Ngoja nikusaidia. Tunazungumzia utulivu. Haleluya. Tunazungumzia utulivu. Watumishi wana kazi kubwa, na wakati mwingine wamepata kazi kwenda vizuri kwa sababu ya kuwakosa watu wenye utulivu. Tuna kizazi, tuna watu ambao anaenda kwa mtumishi akiwa na elimu zake mwenyewe, anataka ushauri kwa mtumishi, anakuja kumfundisha mtumishi. Anajua kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kumwambia unajua katika unasema Yohana 1:7 nao unasema. Sasa wewe kama ulikuwa na majibu umekuja kufanya. Ndio watu tulio nao. Tuna kizazi cha vitu kila shida lakini kinajifanya hakina shida. Akielewa lakini anajifanya kinaelewa. Kina upungufu lakini kinajifanya kimekamilifu. Kiko full. Mungu anataka tuponye watu. Mungu hawezi kulijenga kanisa kama watu hawana utulivu. Kupeperushwa na elimu na kila elimu zilizo katika ulimwengu ni rahisi sana kupeperushwa. Kwa faida mojawapo ya kuwa na utulivu wa ndani ni kuto kupeperushwa na elimu na kila elimu zilizo katika ulimwengu. Au peperushwa. Huyu anakwambia hichi, huyu anakwambia hichi, kinatokea hichi. Unakuwa na utulivu. Wewe mwenyewe ukitulia unaupata ukweli. Naelewa vizuri. Lakini kitu cha tatu ambacho kitakusaidia kwa mtu ambaye anakuwa na utulivu wa ndani. Mtu ambaye anakuwa na utulivu wa ndani, ni rahisi sana kujua uwezo wake wa ndani. Ni rahisi sana kujua uwezo wako wa ndani. Ni rahisi sana kujua uwezo wako wa ndani. Nasikia mama zangu. Haleluya. Uwezo wako wa ndani. Hauwezi kujua uwezo wako wa ndani nje ya dhoruba hizi. Nje haya matatizo yanapokuwepo, hizi dhoruba zinapokuja kwenye maisha yetu, hizi ndizo zinazotupa kipimo cha kujua uwezo wetu wa ndani uko. Yaani vile unapokuja kanisani ukasikiza neno ukaondoka, kuna asilimia rohoni inaingia. Vile unapoingia kwenye maombi ukaomba, kuna asilimia zinaingia rohoni kutokana na uwezo wako wa kudaka vitu au wa kupokea vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haishii hapo. Ili uweze kujua kiwango kilichoko ndani yako, ni wakati wa dhoruba zinapotokea. Wakati wa changamoto zinapotokea, ndipo utakapoweza kujua uwezo wako wa ndani. Ili mtu aweze kujua kwamba anaweza kuogelea mpaka wapi, lazima bahari iwe. Ni kweli? Kama anaishia hapa nje, uwezo wake huko hapa, pumzi yake iko hapa. Wataoga mchana. Akiona wenzake wanapiga mbizi, hao ndio pumzi yao walio nayo. Huwezi ukajua kama wewe una hekima kama hayatokea mambo ambayo yatakusababishia wewe ujue kiwango chako cha hekima ulicho nacho. Naelewa? Tunapoulilia Mungu tupe unyenyekevu. Mungu tunaomba wewe unyenyekevu. Bwana nijalie unyenyekevu. Ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kujua kama unyenyekevu upo ndani yako, ni wakati wa dhoruba zinapotokea. Kiwango kilichoko ndani yako
kiti chake. Inaweza isiwe leo ikawa kesho. Yakatokea dhoruba, vikatokea vitu ambavyo vinahitaji unyenyekevu wako, uoneshe unyenyekevu wako. Na inapotokea hujaona ule unyenyekevu au ile kiwango ulicho nacho, haina maana kwamba hauna unyenyekevu. Ila Mungu anachokuonesha ni kwamba mwanangu, ulihisi tayari. Ulihisi tayari ulishapata. Kumbe kuna hatua. Anza kukua katika ile eneo, bado hujafika. Mtu mwenye unyenyekevu, mtu mwenye hekima, mtu mwenye upole alisemaje mwenyewe? Haleluya. Haleluya. Alisemaje? Ila uwe naonekana, uwe nazungumza. Hekima halii, analia, anaonekana. Uwezo wako wa ndani utapima wakati wa changamoto. Kuna nyakati ambazo hizi unachofundishwa leo unahubiriwa, kuna wakati ambao utakuwa hakuna huo muda wa kuhubiriana. Hawajaelewa eti? Ndio. Utaokolewa na kila ambacho umekiweka ndani yako kwa miaka yote. Utaokoka kwa kila ambacho umewekeza ndani yako miaka yote. Usije ukahisi unapoteza muda kwa hicho unachokisikia. Usije ukahisi unapoteza muda kwa kukaa kwenye kiti na kusikiliza au kukaa katika uwepo. Upoteze. Kwa sababu kipo kipindi, zipo nyakati ambazo utakuwa huwezi kuomba. Wakati ambapo unaomba sasa hivi, omba. Fanya nini? Omba. Mwambie ndio ninapoomba. Yes. Wakati huu upo unawekeza. Kuna wakati ambapo unakuwa unawekeza katika ulimwengu. Halafu katika zile nyakati zinapokuja huwezi kuomba. Yesu akamwambia, jamani, mkeni muombe. Usije mkaingia kwenye nini? Majaribu. Wakati wa majaribu, wakati mwingine tunaomba kwa ile miemko ya majaribu. Imewahi kutokea? Imewahi kusikia leo unaanza kushika jina la watu wengine unaomba nini? Unakimbizana kwa sababu unaenda na situations hivyo. Naongea na watu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii fanya katika kweli chochote unachokifanya. Fanya katika kweli. Zitakuja nyakati ambazo utakuwa huwezi kufanya. Zitakuja nyakati ambazo utakuwa huwezi kutenda kila ambacho unafanya. Kwa wakati wa kuomba, omba. Wakati wa kusoma Biblia, soma kweli kweli. Kwa sababu kila kipindi ambacho utaisoma Biblia, kitakacho kuokoa ni kila ambacho kimekaa ndani yako. Ni sawa na wale wanafunzi zamani. Tulikuwa mwalimu anasoma kitabu, anasema sikilizeni, kwa naitwa Ibra. Nimekumbuka mama. Amina, na mimi wasili. Bwana Yesu asifiwe. Anasoma mwalimu, anasema umesikiza andika. Andika kila ambacho umekielewa, umekisikia, andika. Kwa mwingine anaamua kuandika tu kichwa. Ndio alichoelewa hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ambacho umewekeza ndani yako ndicho kitakacho kusababisha siku ya taabu kukunyanyua au kustahimilisha na kuvuka. Ndio maana mimi mwenzangu nikiwa kwenye maombi sitaki kujua na niangaliaje. Sura yangu imejikunja, haijajikunja. Machozi yanatoka yatoki. Ninajua zinakuwepo. Huwa zipo nyakati ambazo mtu hawezi kuomba, hawezi. Wananiangalia eti kisa kila siku wao wanaomba.
Ziko nyakati na nimegundua ambazo ukirudi huku mara sijui kitu gani, ukiambiwa hivi mara familia, ukienda huku kuna msiba, ukienda huku kuna deni, ukienda huku mambo ya vurugu nyingi. Lakini kama ulikuwa unawekeza siku zote, maombi yako yanaweza kukusaidia siku ile. Yanaweza kukusaidia siku ile kivipi? Kwa sababu Mungu anaweza akakuinulia pia watu wakakuombea. Lakini kama ulikuwa uombi, hata katika dhoruba zile zinaweza zikakupeleka na kuangamiza. Kama ulikuwa usomi Biblia, hakuna mstari ambao unakaa ndani yako, ikija changamoto, hata ukisema ngoja nitulie nipate neno la kunipa faraja, alipo. Kwa sababu hujawahi kuwekeza ndani. Naongea na mambo magumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watoto wangu. Hujawahi kuwekeza ndani. Hujawahi kuona mtu katika wakati mgumu. Hata kusoma Biblia inaweza kawa huwezi kusoma, lakini ukaingia kwenye maombi, vifungo vya Biblia vinatoka ndani yako. Yale maneno ya Mungu yaliyojaa ndani yako yanakutia nguvu. Ile kama hakuna kitu, utaishia kusema baba yangu mbona umeniacha? Kama hakuna neno hata moja ambalo liko ndani yako, hujawahi kulitilia maanani neno lolote la Mungu, unawezaje kuvuka katika kipindi hicho kigumu? Uwezo wa ndani. Sema uwezo wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mwingine faida tunayoipata katika utulivu wa ndani, tunasaidiwa kujua uwezo wetu wa ndani. Mama kwa Biblia. Pigie Yesu makofi. Hakika vitu vinavyowatoa watu katika utulivu wa ndani. Kati ya kitu ambacho kinawatoa watu katika utulivu wa ndani ni kutokusamehe. Yes, kutokusamehe. Nimekwambia amani ni pacha wake. Utulivu wa ndani pacha wake pia ni amani ya ndani. Kutokusamehe kuna uwezo wa kumtoa mtu katika utulivu wa ndani. Kwa sababu wakati ambapo yule mtu aliyokuumiza au yale mazingira aliyokuumiza, kama hujawahi kusamehe, kama hujawahi kujisamehe, kama hujawahi kuwasamehe watu, huwezi kuwa na amani. Huwezi kuwa na amani. Moyo wako utakuwa unakaa mtu. Si kama mtaelewa vizuri. Kuna kitu hakiwezi kuwepo ndani yako kama si mtu wa kusamehe. Kusamehe ni faida ya yeye ambaye anasamehe. Kusamehe ni dawa kubwa sana kwa mtu wa ndani. Amina kanisa. Amen. Kutokusamehe kunaweza kusababisha kukosa utulivu wa ndani. Ndio maana Mungu anafurahia sana mioyo yetu isiwe na magorogoro. Kama yupo mtu alikuumiza, msamehe hata kama hajakuomba msamaha. Na inaweza ikawa ni neno gumu. Wakati mwingine mwambie Mungu nisaidie kusamehe. Kwa sababu ni faida kwako. Kwa sababu anayeteseka anaweza akawa ni wewe. Mnanielewa vizuri? Anayeteseka anaweza akawa ni wewe. Kila ukitaka kuomba na unaona yule mtu. Mnanielewa? Kila ukitaka kuomba unasikia maumivu kwa yule mtu. Kwa hiyo maumivu yanaendelea kuwa ndani yako. Huwezi kuwa na utulivu wa kuisikia sauti ya Mungu. Yesu akasema, ninyi msipowasamehe watu makosa yao, na ninyi Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Moyo
akusaidie. Haleluya. Sio Mungu anavyotaka tuwe. Moyo ambao usamehe unakuwa na chuki. Kwa hiyo huwezi ukaenda mbele za Mungu ukiwa na chuki. Huwezi kupata utulivu wa ndani ukiwa na visasi. Yaani ukikuona nasikia nikupige makofi, nikikuona natamani kuchoma kisu, nikikuona natamani kufanya hivi. Visasi. Moyo kama huo Mungu hawezi kukutana na wewe. Ndio maana Mungu anatutaka tusamehe 7 mara ngapi? Mara 70. Mungu analijua hilo neno. Kusamehe. Kuachilia. Mwambie rafiki yako, nisamehe ndugu yangu. Nisamehe. Ni ya dunia tu. Mwambie tena nisamehe. Nisamehe. Nisamehe tu. Nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusameheane. Chuki, visasi, inakaa, havikai nje, inakaa ndani. Huwezi ukaupata utulivu. Huwezi ukamwendea. Kuna kipindi ambacho Paulo alikuwa anawaambia wa Korinto. Akamwambia, ninyi mbona mmekuwa watu wa mwili? Mbona kwenu nimesikia kuna chuki, kuna fitina, kuna faraka. Pale ambapo mnasema watu wengine wa Apolo, wengine ni wa Paulo, mmewagawanyisha. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anawaambia mmekuwa watu wa mwili, wa mwilini. Kanisa la Korinto, Paulo alienda akakuta limegawanyika. Kuna wengine wanajiita wa Apolo, kuna wengine wanajiita wa Paulo. Akamwambia Mungu hawezi kusafiri na sisi kwa siri. Akamwambia jamani, mimi Paulo nilipeleka mbele. Alafu Apolo akaimwagilia. Lakini mwenye kuipandisha, mwenye kuipanda mbegu na mwenye kuimwagia mbegu maji, wote wamefanya kazi moja. Mwenye kuikuza, huyo ndio mkuu. Haleluya. Huyo ndio mkuu, anaikuza. Sasa ukimwagilia, ukipanda hapo ukamwagilia hapo vikafa, si ni hasara? Mwenye kuikuza ndio mkuu. Akaambia kama kweli nimesikia faraka, nimesikia chuki, nimesikia unafiki, maana ni hivi vitu vimekaa moyoni. Maana hao watu hawakusameani, hawasameani. Mwambie jirani yako, jitahidi sana kwa mtu akusamehe. Jitahidi sana kwa itakusaidia. Haleluya. Utakuwa na amani. Unajua ukiwa mtu ambao si wa kusamehe, huwezi kuwa na amani. Wangapi wanaamini ninachowaambia? Huwezi kuwa na amani. Hata utajitahidi hapa kwamba mimi nina amani. Hapana, nina amani, lakini ukweli ndani kwa ndani sina amani. Amani inakaa kwa watu wanaosamehe na kuacha. Utulivu unakaa kwa watu wanaosamehe na kuachilia. Kwa hiyo namna pia ya kupoteza utulivu wa ndani ni kutokusamehe. Lakini kitu cha pili kinachopoteza utulivu wa ndani ni tamaa. Nimekupa mambo mengi leo. Haleluya. Tamaa. Tamaa ya macho, tamaa ya mwili, tamaa ya mambo ya ulimwengu huu. Unao uwezo wa kukosa utulivu wa ndani. Ukiona hicho unakitaka, ukiona kule unakitaka, ukiona pale unataka. Tamaa. Huwezi kuwa na utulivu. Watu wengi wamepoteza vitu vyao kwa sababu ya tamaa. Amekiona cha mwingine ni bora, amekiacha chake, ameendea cha mwingine. Cha kwake kimeangamia kule. Mnanielewa? Amen. Amefungua biashara, anaona yule yeye amefungua genge la nyanya. Kule anaona labda amefungua labda nini? Niambie biashara nyingine haraka haraka, ufanye biashara huko hapa.
katika mama ntilie. Asante sana baba. Mama ntilie. Hapo mimi na nyanya naona kama vile mama ntilie anaingiza watu wengi kwa siku. Watu wanaingia pale wanakula. Hajui anapata shilingi ngapi. Anaacha. Anaenda kufungua mama ntilie. Tamaa za macho. Shetani aliwatoa kina Eva katika bustani ya Edeni kwa sababu ya tamaa. Hadi cha kwanza ni tamaa. Ule mtu ulikuwepo siku zote. Lile tunda lilikuwepo siku zote. Walikuwa wanapita. Lakini siku ambayo shetani akalisifia, kama unaona linapendeza utakapokula, utafanana Mungu. Utakuwa kama Mungu, akatamani awe kama Mungu. Na lile pale lile tunda aliona vizuri. Limeiva, limekomaa. Najua ile kuliona tunda limeiva sana. Akaona tayari maisha ila tayari mtamu. Akaanguka. Tamaa imetutoa kwa Mungu. Tamaa imepoteza vitu vingi vizuri. Tamaa imewafanya watu wengi fursa za Mungu wameziacha. Kwa sababu vitu vya Mungu vinahitaji utulivu. Ukimuuliza baba yetu hapa, akakwambia tangu Mungu amemuita, ametembea masafa mangapi, amefunga mara ngapi, ameomba mara ngapi, ameanguka mara ngapi, ameinuka mara ngapi, mara nyingi mpaka hapa. Ni safari. Kwa kama mtu ukiwa na tamaa, huwezi kuwa na utulivu hapa. Utashika hichi utaacha, utashika hichi utaacha, huwezi kuwa huwezi. Na huwezi ukafanya vitu katika ubora. Kwa sababu kile utakachokifanya utaacha. Kwa hiyo vingine utalifanya juu tu, utaacha. Huwezi kuwa na ubora. Tamaa. Haleluya, mabiti tupo. Amen. Tamaa. Muona huyo kapanda Kibiasa. Nakaiza amenyanyua vyuma, asema ndio huyu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namuona mweupe hapo kama pastor. Asante Yesu, Bwana majeshi. Umetenda. Unaweza, mafuta unaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Tamaa ya macho, tamaa ya nje imetufanya tusivijue vilivyo bora kwa Mungu. Tusishutumilie vya Mungu. Mungu anaweza akakupa kitu, mwanzo wake katika udogo. Unaelewa? Yes. Unaweza ukaanza katika udogo, ila picha iliyo mbele kubwa sana. Hata huduma zinaanza katika udogo. Tunakaa hapa sasa katika udogo. Lakini kilicho mbele ni kikubwa. Unaweza Mungu akakwambia fungua genge la nyanya. Ni katika udogo. Ile sio supermarket, ni genge tu la nyanya. Ni katika udogo. Lakini ikiwa neno la Bwana limesema hapo, utafungua. Nataka nikwambie kutokea hapo utafanya mambo makubwa. Lakini utakapoacha, kwa sababu unaona yule kafungua supermarket, unaviacha. Mimi nilikuwa na ndugu yangu mmoja, hadi kimbizana fungua hichi, fungua hichi. Mwisho wa siku hakuna kinachofanyika. Kuna tamaa. Sema tamaa. Inaikataa. Haleluya. Amen. Lakini kitu cha mwisho ambacho kitakusaidia vitu vinavyopoteza utulivu wa ndani ni kukosa maombi. Kukosa maombi. Utulivu wa ndani. Ikiwa mtu wa maombi ni rahisi sana. Ni njia mojawapo ya kukufanya upokee utulivu wa ndani. Kwa ukikosa maombi, unakosa utulivu wa ndani. Unapoteza utulivu wa ndani. Maombi ni kati ya eneo nzuri sana ambalo linakupa wewe kuwa na utulivu na kusaidia kuwa na utulivu wa ndani. Kwa sababu ni mara kwa mara unajidhihirisha mbele za Mungu.
mara kwa mara unamwendea Mungu. Kwa ni rahisi sana Mungu kukutuliza. Ni rahisi sana kuipokea roho ya utulivu ndani yako. Lakini kama si mtu wa maombi, utahamaki, utavurugwa, utatoka katika mstari. Watu wengi ambao waliweza kushinda vita walikuwa na utulivu na walikuwa waombaji. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Nakumbuka siku moja Daudi ametoka kupigana vita, ameingia katika mji wake, akakuta ule mji umechoma moto, wamechukuliwa wake zake, vimechukuliwa vitu vyake vyote. Daudi alikaa chini akagaragara, akalia, nini hichi? Nini kinafanyika hichi? Afu wale makamanda waliotoka nao vitani nao wakaanza kusema, upigwe mawe wewe, upigwe mawe wewe, uchanganye. Na Daudi akasema, sasa hapa nafanyaje? Mimi nasema akaenda kwa Bwana. Akaenda kwenye maombi. Alipoenda kwenye maombi, alimwambia Daudi ni kati ya mtu ambaye alikuwa shujaa wa vita, mtu mpambanaji, mpigaji kweli kweli. Kwa hiyo baada ya kukuta mji wake umechoma moto, angeweza kunyanyuka na kuambia, jamani, tuinuke silaha zetu twende tuwafuate. Lakini Daudi akasema, Bwana, hivi ya kujifanya nina nguvu za mwili hakuna kitu. Alienda kwa Mungu. Bwana, niwafuate? Amewafuate. Nikienda tawapata. Maana leo lazima nilishe kila kitu. Akamwambia tawapata wote na vyote atanilisha. Daudi ndipo aliweza kuwafuata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa katika dhoruba nyingi, sehemu pekee ambayo utakuwa na amani na shwari kuu utaipata kwenye maombi. Maombi mchana. Unaweza ukawa kwenye kelele nyingi sana, sema ambapo utatulizwa roho yako. Maombi. Wengi ambao hawaombi wanapotezana utulivu wao. Mtu ambaye ni mbali, hata kama leo vitu vimevurugika, akajikuta ametoka kwenye mstari, akirudi kwenye maombi anakaa sawa. Maombi ni kitu kikubwa sana kwa Kristo. Usipuuzie maombi. Maombi inafananisha na bustani ambayo imepandwa wakati ambapo kuna jua kali. Jua kali linapiga pale. Ile bustani isipoendelea kumwagiliwa maji itakauka. Si kweli? Ndivyo alivyo maombi. Wakati ambapo jua ni kali, taabu ni nyingi, shida ni nyingi, ukiingia kwenye maombi ni kama umejimwagilia maji ile bustani. Kuna kuchipuka tena, kuna kutiwa nguvu tena, kuna kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Maombi. Maombi hatuombi kwa sababu tu tuna shida. Tunaomba kwa sababu tunataka tukae katika uwepo wa Mungu. Ni ndani ya uwepo wa Mungu tunapokuwa salama. Hata vita zinaweza zikawa zinataka kutoa katika mstari, lakini ukienda kwa Mungu ni kama umeenda kujificha. Ni kama umeenda ili Bwana achilie hawa zake akufunike uwe salama. Kwa badala ya kukimbizana na zile dhoruba, kaa katika maombi. Badala ya kuanza kupigana kwa nguvu zako za mwili, kaa katika maombi. Kuna vita nyingine unazishinda kwa ukimya na utulivu. Unavuka. Simama kwa Mungu. Mungu akubariki.